Zanzibar tunapata umeme wetu kutoka TANESCO kupitia kebo mbili za baharini, ambazo kebo hizi zina umri tofauti. Kebo ya kwanza ya megawati 45 ambayo imewekwa mwaka 1980 na ni chakavu sana, na kwa sasa imefanywa marekebisho kidogo, inaweza kubeba, ilikuwa mwanzo ilikuwa inabeba megawati 45, lakini kwa sasa inabeba megawati 30. Na kwa sasa imefikia limit ya matumizi, yani ya uwezo wake, inabeba kuna karibu megawati 28.8. Professionally tunatakiwa niache buffer hapo ya megawati 20% kwenye ile cable, lakini yenyewe ishatumika hadi 97%. Cable ya pili ya megawati 100 ambayo imewekwa mwaka 2013, ambayo na yenyewe vile vile kwa sasa hivi imeshafikia 97% ya matumizi. Kitaalamu inatakiwa niache gap hapo kwa ya 20%, lakini kutokana na matumizi yetu ya ndani kwa sasa hivi haikuwezekana, inabidi tuongeze kidogo, lakini ni jambo la hatari kidogo. Sasa hatuwezi kwenda zaidi ya hapo. Na kwa sasa umeme tunaopata ni megawati 122, lakini matumizi yetu ya ndani, mahitaji yetu ya ndani ni megawati 135 kwa sasa. Hivi tunavyozungumza, megawati 135. Umeme tunaopata ni megawati 122. Hasa katika hili kuna ulazima kwamba lazima Zanzibar iwe na uzalishaji wake wa ndani. Sasa serikali inaongozwa na Chama cha Mapinduzi haikubweteka tu kwamba ikaona kwamba kuna hilo tatizo na haijachukua hatua lolote, lakini hatua zimechukuliwa. Hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kusaini mikataba mitatu ambayo ya uzalishaji wa ndani. Tumesaini mkataba wa kwanza kupitia mkopo wa Benki ya Dunia wa uzalishaji wa megawati 18.5 kule Makunduchi, ambapo utakamilika mwaka 2027. Tumesaini vile vile mkataba mwingine wa uzalishaji wa megawati 30 na kampuni ya NextGen vile vile kule Makunduchi, ambao unakamilika ndani ya miezi 9 ijayo. Tumesaini vile vile mkataba mwingine na kampuni ya Capital Generation ambayo itajenga mitambo ya kuzalisha umeme, yani PV generator kule Bambi na Fumba. Bambi kwa ni megawati 30 na Fumba megawati 15, utakamilika mwaka 2027. Na vile vile tumesaini mkataba mwingine utakamilika ndani ya miezi 9 ijayo wa uzalishaji wa umeme megawati 100 kwa kutumia upepo kule Matemwe, utakamilika ndani ya miezi 9 ijayo. Lakini kuanzia sasa mpaka mwezi wa 9 hatuna luxury ya kusubiri kwamba tusubiri mpaka miradi hiyo itakapokamilika. Sasa katika hatua za awali serikali inajiuliza sasa katika kipindi hichi kufikia miezi 9 tunafanyaje? Sasa serikali imeelekeza kwamba tulete power batch ambayo itazalisha megawati 35. Hatua za procurement zishakamilika na tunategemea kabla ya mwisho wa mwezi wa 5 power batch itakuwa imefika Zanzibar, itadoka pale Mtoni, itazalisha megawati 35 ambazo tutazingiza. Kwa nini hatua hizi zote zinachukuliwa? Hatua hizi zote zinachukuliwa kwa sababu uwezo wetu wa cable kwa sasa ni mdogo sana. Hatuwezi tukaingiza umeme zaidi. Na tukisema tunaweka cable mpya, mchakato wake unachukua kati ya miezi 12 na miezi 18. Ndio vile vile hatuwezi tukasubiri miezi 18 tukasubiri. Tangu Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ameingia madarakani, sera zake zimevutia uwekezaji mkubwa sana. Bahati mbaya kwamba uwekezaji tulionao hauwiani na miundombinu ya umeme tulionayo. Hicho ndio bahati mbaya. Sasa kwa sasa serikali imeelekeza nguvu zake zote kuhakikisha kwamba inahuisha miundombinu yetu ya umeme iendane na kasi ya uwekezaji. Huu ukanda wa Mashariki kuna vitu vya ajabu vimejengwa huko kutokana na sera za Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, na bado havijaunganishwa katika grid ya taifa. Huko kaskazini vile vile kuna hoteli na miradi mikubwa imejengwa ambayo haijaunganishwa katika grid ya taifa. Sasa hivi vyote vikiunganishwa katika grid ya taifa, tatizo litakuwa ni kubwa sana. Mfano, bandari shirikishi ya Mangapwani kwa wakati mmoja tu inahitaji megawati 10 kwa wakati mmoja. Wakati line yetu ile kwenda kaskazini inahudumu bandari ya Mangapwani ina megawati 17. Sasa ikichukua bandari shirikishi ikichukua megawati 10 tu, basi watanchi wengi wataenda kutokuwa na umeme. Sasa ndio hizi juhudi zote zinazochukuliwa. Sasa ziko juhudi za muda mfupi ambazo sisi kama shirika la umeme tumezichukua kulingana na rasilimali na resources zilizonazo, na ziko juhudi za muda mrefu. Hasa zile za muda mfupi kwamba katika hatua za karibuni kupitia ni serikali, miradi mbalimbali inafadhiliwa na serikali yenyewe. Kwanza kulikuwa na tatizo la umeme mdogo. Hasa kupitia mradi wa Novavis ambao unafadhiliwa na serikali kwa 100%, tumeweza kuhuisha ule umeme mdogo kutoka umeme mdogo sasa kuwa umeme wa kawaida. Lakini baada ya kuhuisha ule umeme mdogo, matumizi yakaongezeka kwa sababu watu wengi wamepata confidence ya kutumia umeme. Load yetu ikaongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Sasa
Lakini sasa hivi kwa kuongezeka kwa load yetu ikabidi tuanze kufanya mambo mengine ya hatua za dharura ili tuweze kukabiliana na hiyo load stress, kwa sababu load stress imepelekea baadhi ya transformer zetu kuungua, baadhi ya waya zetu kudondoka. Sasa katika hili kukabiliana na hilo tumechukua hatua. Mfano, katika eneo la mjini tuna feeder kama 10, matumizi yani zote zinazalisha karibu megawati 28. Matumizi yetu kwa mjini ni megawati 22. Kwa hiyo tuna afadhali kidogo. Huku maeneo ya mjini huku kidogo kukatika kwa umeme si jambo yani la kawaida. Lakini tunayo maeneo ya nje ya mji kukatika kwa umeme ni jambo la kawaida kabisa. Kwa nini? Tunazo laini mbili zinazokwenda Fumba ambazo kila moja ina capacity ya megawati 17. Tunazo laini mbili zinazokwenda Fumba, kila moja ni ya megawati 17. Lakini laini ya kwanza ambayo tunaita Fumba Kongwe inachukua sasa hivi megawati 10 tu. Kwa nini? Kwa sababu waya wake ni chakavu na umewekwa mwaka 1980. Laini ya pili ambayo ni ya Fumba mpya ina megawati 17 lakini inachukua megawati 14 tu. Kwa sababu gani? Waya wake kutoka Mtoni mpaka Maungani ni wa milimita 150 na kutoka Maungani hadi Fumba ni wa milimita 50. Kutoka Mtoni mpaka Maungani milimita 150 na kutoka Maungani mpaka Fumba ni milimita 50. Kwa hiyo utaona ule waya wake haukidhi megawati 17, unachukua megawati 14. Sasa tulichokifanya, tumejenga laini mpya kutoka Mtoni hadi substation ya Mpendae. Tukaondoa load kwenye megawati ya line ya Fumba mpya. Maeneo ya Migombani, Kilimani, Mbweni, Buyu, Chukwani megawati 12 tukaziondoa kwenye line ya Fumba mpya. Katika megawati 14 zikabaki megawati 2. Sasa hizi megawati 12 zinahudumiwa moja kwa moja kutoka Mtoni. Maana yake nini? Kwa nini tumeziondoa? Tumeziondoa kwa ajili ya kucreate buffer, nitaieleza huko mbele. Line ya Fumba mpya imekwenda mpaka Kisakasaka. Tukajenga line nyingine kutoka Kisakasaka kwa fedha za ndani za ZECO, kwa rasilimali ndogo tulionayo. Tukajenga line nyingine kutoka Kisakasaka kwenda Fuoni Kibondeni. Tukaliondoa eneo lote la Fuoni ambalo kabla ya hapo lilikuwa linahudumiwa na line iliyokwenda Chwaka, line ya kusini. Line mbili ya kusini, moja imekwenda Kizimkazi, moja imekwenda Chwaka. Tukaondoa megawati 6.8 kutoka line iliyokwenda Chwaka, tukazileta line ya Fumba. Sasa line ya Fumba ile ambayo ilikuwa na megawati 2 tukaleta na zile megawati 6.8 ikawa na megawati 8.2. Sasa kwa uwezo wake wa line ya Fumba ambayo megawati 14 Fumba mpya, umeme umetulia kidogo. Tunalo tatizo jingine la phase imbalance ambalo sasa hivi ndio linashughulikiwa. Lakini vile vile waya zetu zinazokwenda katika mlaji wa mwisho zina uwezo mdogo sana. Wakati waya hizi network hii inajengwa, mji ulikuwa umeishia hapo tu. Sasa hivi unakwenda upeo wa macho yako. Miundombinu ni ile ile iliyojengwa miaka 28 iliyopita. Ndio inahudumu eneo lolote sasa hivi. Ukiangalia kutoka hapa Fuoni kwenda huko mbele Jumbi mpaka una kwenda upeo wa macho yako. Miundombinu iliyokuwa ya umeme wakati ule miaka 28 iliyopita ndio ilijengwa na ndio ile ile inasafirisha umeme kutoka kwenda huko. Sasa baada ya kuondoa load kutoka eneo la Fuoni kwa hiyo line ya Chwaka sasa ikawa imepungukiwa load. Yenyewe ilikuwa na megawati 17, ilikuwa load yake capacity megawati 16, kwa hiyo kulikuwa na buffer megawati 1. Tulipoondoa megawati 6.8 ikawa imebaki megawati almost 9. Then tukajenga line nyingine kutoka Chwaka kwenda Charawe, tumepitisha baharini. Kwa waliofika Chwaka karibuni wataona tumejenga line mpya kupeleka baharini ambayo imekwenda mpaka Charawe. Maana yake nini? Line iliyokuwa imekwenda kusini ya megawati 17 ilikuwa na run megawati 19. Kwa hiyo umeme ulikuwa unakatika sana kwa sababu uwezo wa line zetu ulikuwa ni mdogo sana. Tulichokifanya sasa, kwenye line ya kusini, yani maeneo ya Michamvi, Charawe, Ukongoroni, Bweju, tukayaondoa kutoka line ya kusini tukaleta line ya Chwaka kwa sababu Chwaka kulikuwa na buffer. Kwa hiyo line ya kusini ikatoka kutoka megawati 19 ikateremka hadi megawati 15.2. Umeme ukawa umetulia kwa maana ya load. Kilichobaki kule ni phase imbalance, kwa maana kwamba zile line tatu unaweza kukuta line moja ina umeme mkubwa, line nyingine ina umeme mdogo. Tunachokifanya nini kwa sasa? Kwa sasa tunafunga kitu kunaitwa Statcom pale Mtoni. Kifaa hichi kitakamilika ndani ya miezi 3 ijayo. Kitakapokamilika kitaweka balance kwenye hizo line zetu. Kwa hiyo yale matumizi kidogo yatakuwa, mambo ya kukatika katika umeme itapungua. Lakini mahitaji bado ni makubwa. Ni makubwa sana. Kama nilivyosema awali kwamba umeme tunaopokea kutoka TANESCO ni megawati 122. Matumizi yetu kwa sasa ni megawati 135. Kwa hiyo kwa hali yoyote
at some point lazima tuondoe karibu megawati 12 katika grid ya taifa. Vinginevyo tuta stress cable ilikuwa kwa baharini ambayo gharama zake zitakuwa ni kubwa sana kuirepair, au tutaangusha waya nyingi, au tutaanguza transformer nyingi ambayo gharama yake pia itakuwa ni kubwa kwa repair. Sasa tunachokifanya sisi, kwa sababu uwekezaji uliofanywa ni mkubwa sana, hauendani na miundombinu tulionayo, na hatuwezi tukawaambia sasa hivi wawekezaji stop, kwamba wacha tujirekebishe huko ndani afu ndio. Sasa ndio hizi jitihada zote zinazochukuliwa na serikali kwa sasa. Sio kwamba serikali ime relax tu kwamba haifanyi chochote. Juhudi kubwa zinachukuliwa, na nyingine tunaingia hasara. Mfano, kuleta hii power barge ambayo tunaileta itazalisha megawati 35 kwa kutumia mafuta HFO. Gharama yake ni kubwa sana. Lakini kwa mapenzi makubwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi anasema isiongezwe bei ya umeme. Kwa hiyo sisi shirika la umeme tutaobserve ile loss yote. Bei ya umeme itabaki pale pale. Mwananchi ataendelea kupata umeme kwa bei ile ile pamoja na hasara kubwa tunayoingia. Nikupe mfano wa karibu tu kwamba mfano power barge moja umeme tutakaozalisha pale megawati 35 almost ni sawa sawa na umeme tunanunua kutoka TANESCO kwa bei, kwa maana ya bei ambao ni wa megawati 122. Lakini serikali yes ni meli. Okay. Okay, asante. Kwa ufafanuzi, power barge ni meli ambayo itakuwa inazalisha umeme, kwa sababu tulikuwa tunatafuta namna ya haraka zaidi ya kupata umeme kwa haraka, wakati tukisubiria ile miezi 9 ambapo tayari tutakuwa na umeme unaozalishwa kutokana na jua. Sasa hichi kipindi cha miezi 9 hatuwezi tukasubiria, ndio tumetafuta namna ya kupata umeme wa haraka zaidi. Sasa umeme wa haraka zaidi utazalishwa na meli. Itakuja meli itadoki pale mtoni ambayo itakuwa na magenerator yanayotumia HFO. Kwa sasa tu hivi tutaanza muda mfupi ujao tutaanza ujenzi wa laini kutoka katika mooring point, yani ile mahali ambapo meli itaegesha kule baharini, tutajenga waya moja kwa moja mpaka substation ya mtoni ambapo utasafirisha megawati 35. Power barge ni meli ambayo itazalisha umeme ambapo tayari inakuja generator zake kila kitu, ikifunga tu gati basi siku hiyo hiyo umeme unaanza kuzalishwa na kuingizwa katika grid ya taifa. Sasa hichi ndio kinachoendelea kwa sasa. Sasa kukatika kwa umeme kunatokana na miundombinu yetu haikidhi mahitaji kwa sasa. Miji yetu imepanuka kwa kiasi kikubwa, watumiaji wetu wamepanuka. Kwa nini matumizi yetu kwa kiasi fulani? Vile vile tunaweza kusema baada ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kuingia madarakani, amekuwa na sera nzuri vile vile za kuhakikisha kwamba wananchi wengi wanapata huduma ya umeme tena kwa bei nafuu. Zamani kumungeshia mtu umeme ulikuwa tunamtoza mita, tunamtoza nguzo, tunamtoza waya. Vitu vyote sasa hivi kwa mapenzi makubwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema hivi vitu sasa ni bure. Mwananchi alipie mita tu. Na hiyo mita bado ametoa punguzo la 52%. Mita single phase ilikuwa inauzwa 4,464. Amesema iuze 200,000 tu. Mita 3 phase ambayo ilikuwa inauzwa 8,086, sasa akasema sasa iuze 4,2,500. Kwa hiyo ina maana sasa hivi wewe ukiomba kuunganishwa umeme, haijalishi unatumia nguzo ngapi, unacholipia ni mita tu, hata kama unaunganisha nguzo 30. Ni majuzi tu hapa tumepeleka umeme huko Matemwe huko, tumetumia karibu nguzo 30. Kufika kule tukakuta wateja wawili tu, msikiti na mteja mmoja. Huo msikiti tumekuja kuchangishana hapa, hawana hata pesa za kununua mita, tumewanunulia mita. Lakini baada ya kupeleka wale umeme, watu wengi wakajitokeza kutumia umeme. Hivyo tumefanya kwa Kiboje, maeneo Kiboje Bondani, Kiboje Kigaeni, kama maeneo matatu Kiboje, na maeneo mengine vile vile. Mfano katika siku za karibuni tumepeleka umeme kwa wakulima mboga mboga kule Kangagani. Tumetumia nguzo 189 za high tension, nguzo karibu 200 za low tension, transformer 6. Lengo ni nini? Lengo ni kuwawezesha wakulima wa mboga mboga kule mwisho Kangagani kuweza kuzalisha mazao yao siku 365 bila kutegemea mvua. Lakini vile vile kutengeneza ajira zisizo za moja kwa moja. Kama sasa mboga zao walikuwa nauza kwa soko la Wete na Chake, sasa hivi mboga zao zinauzwa mpaka Tanga kwa umeme tuliopeleka kule, kwa sababu sasa hivi wanatumia umeme kwa kufanya umwagiliaji na wanalima siku 365, hawategemei tena mvua. Sasa katika mazingira haya matumizi yetu yamekuwa makubwa sana tukilinganisha ile punguzo lililotolewa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambapo limewafanya wananchi wengi sasa hivi kuomba kuunganishwa huduma, na hatuwezi kukataa kuunganishwa huduma.
lakini matumizi yetu hayaendani na umeme tunaopokea. Hili ndio linalopelekea kukatika kwa umeme, kwa sababu matumizi yetu yamekuwa makubwa, na vile vile baadhi ya wakati tunalazimika kwa ajili ya kuipa nafuu ile power transformer ambayo iko pale mtoni inazidiwa sana, inabidi tuziondoe sehemu nyingine nje ya gridi. Sasa tunachokwenda mbele kwamba sasa tunatengeneza mini gridi 8. Tunapotengeneza mini gridi, yani kwamba vituo vidogo vya umeme vitakavyojizalisha wenyewe. Mfano, tutaweka kitu kinaitwa BESS, Battery Energy Storage System, kule Tumbatu, Uzi, Charawe na maeneo mengine. Maana yake nini? Maana yake kwamba tutapokuwa na load stress kwenye line zetu, na iondoa Tumbatu kutoka kwenye gridi ya taifa. Kwa sasa hivi nikiliondoa eneo lolote kutoka gridi ya taifa linakuwa giza. Lakini baada ya miezi michache ijayo, nikiliondoa eneo lolote kutoka gridi ya taifa litachukua umeme kutoka kwenye betri, halitakwenda giza. Hiyo ndio mipango yetu ya miezi michache ijayo, kwamba tunapoondoa umeme kutoka gridi ya taifa, hayo maeneo yasiende giza. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu watu wengi sasa hivi wamejiajiri, na wamejiajiri wenyewe, na chanzo kikubwa cha wao kujiajiri ni umeme. Sasa inapotokea kwamba huduma ya umeme inasitishwa katika eneo fulani, watu wengi wanakosa shughuli zao za kimaisha, zinakwama kwa sababu hakuna huduma ya umeme. Na hata sasa hivi kwenye shirika la umeme tumefanya mabadiliko makubwa sana. Mfano, zamani ilikuwa tunabadilisha transformer moja tu, ambayo pengine line ya kaskazini, tunabadilisha transformer moja, tunazima line yote kwa muda saa 10. Tukasema hapana, kwa sababu watu wengi wamejiajiri kutumia umeme. Haiwezekani kwamba tukizima umeme kwa masaa 10 hao wanafanya shughuli gani sasa kwa wakati, na wanategemea umeme ili wafanye shughuli zao wapate riziki. Kwa hiyo sasa hivi tunachokifanya, ikitokea hali ya namna hiyo, tunajenga kitu kinaitwa bypass. Kama mfano tunabadilisha transformer alfa, tunajenga bypass, tunakata umeme kwa saa 1, tunaunganisha tena, tunashughulika na ile transformer. Tukishamaliza tunakata tena umeme kwa saa 1, tunaunganisha tena line, tunarejesha line katika akali. Sasa hii imetoka kwamba baada ya kukata umeme kwa masaa 10, sasa hivi maximum kukata umeme kwa ajili ya matengenezo ni masaa 4.